Nitaanza kwa ushuhuda huu ili tusaidie Tanzania kutoingia kwenye laana isiyotuhusu. Mwaka 2006 baba yangu aliamua kuacha utumishi wa Mungu ili asomeshe watoto wake. Aliacha utumishi wa Mungu kwa sababu ya mazingira magumu ya utumishi vijijini. Maana kuna wakati ambapo alikuwa anakosa hata hela ya kutununulia viatu vya shuleni. Kwa alipoacha akaanza kufanya biashara ili angalau ndoto za elimu ambazo yeye hakuzitimiza kwa sababu ya mazingira nyumbani kwao basi isijirudie kwa watoto wake. Kweli baba akafanikiwa kwenye biashara yake aliyoianza. Maisha yakabadilika nyumbani, tukaanza kula vizuri. Mambo yakaenda vizuri, lakini kakaangu na dadangu walipofika form 4 mwaka 2008 na mimi nikiwa form 1, mambo yakabadilika ghafla. Paka ninavyosema hivi, kaka yangu alifanya mtihani form 4 na hakuweza kupata matokeo yake kwa sababu hakufanikiwa kulipia ada ya mtihani. Kipindi kile kwa ni 20,000 kama sikosei, ila ilikuwa inapanda. Dada yangu kwa sababu alikuwa ni mtu anapenda mambo ya Mungu, kwa wapendo wakamsaidia. Basi wakati huo mimi niko form 1, nilipoanza kuona dalili, kwa kuwa nilikuwa ninasali kwenye kuomba, nikaambiwa kwamba inatokana na laana ya baba yenu kuacha utumishi. Kwa hiyo nikaona ninafanyeje? Kwenye kusoma maandiko nikatambua kwamba Mungu anapoachilia laana kwenye nchi au kwenye familia, akipatikana mtu ambaye anaweza kusimama mbele za Mungu, Mungu anaweza kuiondoa hiyo laana. Naomba nitarejea andiko hili msije mkasema ninatunga. Ukiangalia kitabu cha Ezekieli 22 mstari wa 30 inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. 31, kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Naona hili andiko linasema kwamba kabla Mungu hajaleta ghadhabu yake, alitafuta kwanza aone kama kuna mtu anayeweza kusimama mbele za Mungu aidha kwa maombi, kwa toba, ili Mungu asije akaleta ghadhabu yake. Lakini hakuona. Kwa basi alipokosekana mtu ambaye amesimama kwa ajili ya nchi, Mungu akaruhusu ghadhabu yake ishuke, akawapiga kwa mabaya. Kwa nikasema nitasimama kwenye zamu yangu kwa ajili ya familia yangu ili kuiondoa hii laana. Basi njia mojawapo ilikuwa kumkumbusha baba kwamba, baba, haya yote tunayoyapitia ni kwa sababu uliacha utumishi. Kwa Mungu aliruhusu afanikiwe kwa muda tu, lakini sio kwamba ilikuwa ni kusudi la Mungu aache utumishi. Nakumbuka baba yangu siku moja alitaka kunipiga kwa sababu ya kumsisitiza hilo. Ikabidi nikimbie nikaenda mashambani kwenda kuomba. Nao kufupisha kilichotokea, nimesema kaka yangu mpaka leo hajawahi kupata matokeo yake ya form 4 kwa sababu alifanya mtihani bila kulipia ada. Dada yangu ambaye alikuwa na akili shuleni, alipofanya matokeo, aliokuwa na wazidi darasani wakafaulu, yeye akaacha kufaulu. Alikuwa anategemewa, hakufaulu. Haya, kuna mtu akajitolea kwamba basi aende nursing, maana grade ilikuwa inamruhusu kwenda nursing, lakini ikatokea 2-3 hakwenda. Haya, kuna kakaangu ambaye aliwahi kuongoza mtihani wa moko mkoa, akawa wa kwanza. Alikuwa na akili, lakini ghafla tabia yake ikaanza kubadilika. Akawa ni mtu wa wasichana, ni mtu wa kutoroka shule. Akiwa form 1 aliwahi kukosekana miezi 3, na alipokuja kufanya mtihani akafaulu vizuri mpaka wakashangaa. Mwisho wa siku akaacha shule akiwa form 1. Mtu ambaye alikuwa amefaulu shule nzima ya primary, alikuwa amefaulu yeye peke yake yale matokeo ya kwanza. Haya, haikuishia hapo. Kakaangu huyo akawa mwizi,
akawa ni mtu wa kuiba, amekoswa kuuawa kwa kupigwa mawe mara nyingi. Kwa hiyo ndani yangu nikabeba mzigo kwamba haya yote tunayapata kwa sababu Mungu, kwa sababu ya laana ambayo baba ameiruhusu kwa kuacha kazi ya utumishi ambao Mungu alimpa, tena kwa dalili na shuhuda kubwa, kwa kuanzia ndotoni. Maana babangu ametoka kwenye familia ya kiganga, babu na bibi wote walikuwa waganga. Kwa Mungu alimchagua huko kwa kusudi maalum. Sasa kuacha kusudi maalum, mnajua madhara yake. Haya, haikuishia hapo. Mdogo wangu mmoja akiwa primary ikamjia roho ya kukataa shule. Yeye akivaa nguo kwenda shuleni, anaenda kupitiliza kwenye familia za watu. Mfano, alikuwa anaenda kwenye familia, anayesoma naye anaenda shuleni, yeye anabaki kwenye hiyo familia. Mkimfuata hivi anawatoroka. Yaani nikawa mtu kuna wakati nilikuwa nimerudi kutoka likizo, nikawa ni mtu wa kumfuatilia. Unamsikia yuko hapa, ukimfuata yuko hapa. Yaani ikawa ni balaa. Nakumbuka siku moja nilipomleta, mama akataka amchome miguu na mikono ili asitembee. Nikwambia, mama, utafungwa. Haya, najaribu tu kuweka wazi mpaka maisha ya familia yetu, ili iwe funzo hata kwa watu ambao mmebeba kusudi la Mungu, lakini mnajichelewesha, mnajishauri, mnafanya bageni na Mungu. Na kuna watu yamkini mnapitia magumu na hamjui sababu. Kumbe kuna jambo Mungu alikwambia ufanye na ukaacha kufanya, au ukalifanya kinyume na Mungu. Haya, kuna mdogo wangu mwingine akiwa anasoma akajikuta amepigwa mimba, kwa akaacha shule. Naomba nikomee tu hapo. Sijui nikomee hapo. Haya. Nao kwa hiyo mimi maisha yangu ikawa ni kumtafuta sasa Mungu na kuomba kwa bidii. Mwaka 2010 ndo Mungu akajibu maombi kwa kumwokoa kaka yangu ambaye naye alikuwa ananipinga wakati huo, na ambaye nimewahi kumtoa kwenye shuhuda zilizopita kwamba siku moja alipanga kunipiga kwa sababu na mhubiri. Maana unapoamua kusimama kwa ajili ya familia, sio tu kuomba, bali na kuwaambia makosa yao. Kwa hiyo nilikuwa nikiamua kuwaambia, ninawaambia kweli mpaka baba. Ninamwambia ukweli. Ukweli ni ukweli. Ukweli haubadilishi kuwa ukimya. Ukweli ni ukweli, ukimya ni ukimya. Ukiamua kuwa kimya, usiseme umeamua kuwa mkweli. Umeamua kuwa mkimya. Basi kwa kaka yangu akaokoka kwa hiyo njia ya ajabu, ambapo aliniona, alitokewa na mimi kwenye maono. Haya, akaokoka. Alipookoka ndo nikapata sapoti. Sasa sapoti kubwa tulikuwa tunaipata kwa mama. Mama ni mtu wa maombi mpaka leo, na hata msingi wa imani yangu na upendo wangu kwa Mungu nimeutoa zaidi kwa mama, ingawa baba ni lango pia kwenye wokovu wetu, ila mama ni chanzo cha niseme sana. Nao kuna wakati sasa nikamwambia baba kwamba baba, ninaomba Mungu akufanyie ishara moja, ili ujue ya kwamba hayo unayoyapitia ni kwa sababu uliacha utumishi. Maana biashara aliyokuwa naifanya mwanzo ilipoacha, akahamia machimboni. Kumbuka, kutoka kwenye utumishi kuja mpaka kwenda kuingia madualani nini. Anyway, nao kwa nikamwambia baba, kwa muda wote huu hujapata hela kubwa, unaishia kupata 30,000, 70 unafurahi na familia tunafurahi. Mungu atakupa hela kubwa. Hiyo itakuwa ni ishara kwamba anakupa mtaji ili urudi kwenye utumishi, na atakupa njia ya kuishi. Kweli usiku huo baba akaota ndoto. Alipoota ndoto, alipokuja kwenda huko madualani, ni hapo tu wanaita wapi, Samina ya Geita. Alipoenda huko, baba akapata hela kama 300,000 kama sikosei. Kwake ilikuwa ni hela kubwa, maana ndio ilikuwa mara ya kwanza kupata hela. Na ilikuwa inatokea wakati ameahirisha kwenda, wenzake wanapata hela nyingi, akienda hawapati. Kwa hiyo baba akaacha kweli kwenda machimboni, na akaanza kufanya biashara kidogo, lakini kwa kuwa kurudi kwenye utumishi, hela yote ikaisha. Tukaungana sasa na kaka yangu ambaye huyo alikuwa ameokoka,
Akamwambia mara ya mwisho kwamba Mungu atakupa hela kwa mara ya mwisho kama ishara kwamba anakuhitaji kwenye utumishi. Baba akaenda kwenye machimbo na akaenda tu siku moja peke yake, akaokota mifuko miwili ya simenti ya mawe, wanaitaga magwangala. Haya, akaokota, akaja kupata 1,100,000. Kwake ilikuwa ni hela kubwa sana, tena aliachiagako 1,100,000 nyingine, ilikuwa 1,100,000 kama 200,000. Akaona kama ni hela kubwa sana, sio kulikuwa kuna nini, akaona kama wanamchelewesha. Haya, ilikuwa ni ushuhuda kwenye familia na furaha kubwa. Miaka 2010 tukafurahi familia. Wakati huo sasa, kuna mdogo wangu alikuwa amekosa kwenda shuleni kwa sababu hakuna hela. Mdogo wangu mmoja anaitwa huyu, ambaye alikuwa anatoroka, amekataa shule, ila baadaye Mungu aliachilia neema akaendelea. Kwa hiyo huo mwaka akwenda shule kwa sababu kulikuwa hakuna hela. Haya, baba yangu alipopata hizo hela akafanya biashara, lakini hakuacha akwenda kwenye utumishi. Hela yote ikaisha. Mpaka ninavyosema hivi leo ni miaka sasa mingapi? 15 imepita. Baba hajawahi kupata hela 1,100,000 ambao anaweza akaipata hivi, labda amefanya biashara au amefanya kazi yake binafsi. Unaona? Kwa hiyo mwisho wa siku naomba ni useme huu ushuhuda kwa ajili ya wengine pia. Sipo ili kumwaibisha baba yangu, maana baba atakufa na kila mtu atakufa, lakini kuna kitu unaweza ukawa umeacha funzo kwa wengine ikawasaidia. Kuna mambo ambayo siwezi kuyataja, lakini kuna mambo ambayo nataja ili kujifunza hata wengine. Baadaye tukaja kusikia baba amerudia kuanza kunywa pombe. Mungu akikutafuta sana na hurudi, huonyeshi toba, hata yale ya mwanzoni anakurudishia. Maandiko anasema pepo anapomtoka mtu utafuta mahali pasipo maji. Akikosa huwa anakuja, akikuta pamesafishwa, manake panamruhusu kuingia, anaenda kutafuta mengine 7, pepo wengine 7. Kwa hali ya baba ikawa ni mbaya huko machimboni. Unajua yule mlevi, unajua yule mlevi. Lakini mimi sasa na familia sasa tulikuwa tumeshaanza kujua kwamba huu sio ulevi, ingawa tujawahi kumkamata baba akiwa amelewa, ila tulikuwa tunasikia. Kwa tukajua, kwa hata sasa siwezi kuconfirm. Kwa tukajua haya yote sio kawaida, ni laana. Unaona? Haya, tukaendelea. Kwa mwaka 2012 baba akarudi kwenye utumishi na mambo yakaanza kubadilika sasa. Kuna kakaangu aliyekuwa ameacha shule, Mungu akampa neema ya kuendelea na shule, akamaliza mpaka form 6. Haya, kuna mdogo wangu naye Mungu akampa neema mpaka akamaliza form 4, na sasa hivi hao wote nao wataja wana kazi wanafanya sasa hivi. Haya, kuna mdogo wangu ambaye alipigwa mimba, Mungu akampa neema, ameolewa na mji wake, yuko kwake nyumba hivyo. Haya, unaona, kaka yangu naye pia ambaye akupata matokeo, naye ana familia yake na maisha yake. Lakini kuna wakati ambapo baba tena akalegea kwenye utumishi. Kuna jambo lingine lilimpata, hilo siwezi kulitaja. Lakini baba alipoamua sasa kwamba anarudi kwenye utumishi, ninavyosema hivi, mwezi unaokuja anahitimu masomo ya theology ngazi ya degree. Unaona, huyo ambaye kuna wakati alirudi kwenye pombe mpaka analewa, anaanguka, anajikojolea, ndo huyo Mungu alimwinua tena baada ya kukubali toba na baada ya kurudi kutambua chanzo ni nini, chanzo ni hiki, akakubali. Okay, ushuhuda huu ambao ni kwenye familia yetu tupo watoto 10, lakini tuna akili sana, maana hata historia ya baba yetu na mama yetu ni watu ambao walikuwa na akili darasani. Lakini pamoja na akili zetu hizo zote, mimi peke yangu ndo mtoto ambaye nimefika chuo kikuu. Hawajashindwa kufika chuo kikuu kwa sababu hawana akili. Wanazo akili sana. Tena wengine amkini
Sawa, wana akili sana, lakini nini, aliyekuwa ametupa limit ya kwamba hamtafika hapa ni Mungu. Kwa njia pekee ya kuvuka hapo haikuwa kwenda kwa waganga, haikuwa kwa akili zetu, haikuwa kwa mtu yote, ilikuwa ni kwenda kwa Mungu. Kwa kusimama kwangu na Mungu na kwa familia yangu, Mungu alipoona moyo wangu wa kusimama na familia, hakuishia tu kuivusha familia mimi akaniacha kubaki hivyo, bali alinipa neema. Kwa wakati mwingine hata hii sasa hivi kuja huku Marekani kwa sababu ya huduma na neema zingine ambazo mmekuwa mkiziona kwenye utumishi wangu, yamkini ni kwa sababu ya kusimama kwenye zamu yangu kwa ajili ya familia. Sasa nirudi kwenye habari ya nchi kabla sijarejea andiko moja. Ni kwamba mtu anaweza akasababisha laana kwenye mji au kwenye nchi. Na kwenye nchi ni rahisi sana kiongozi mkuu wa nchi au viongozi wa nchi kusababisha laana kwenye nchi. Baba wa mji ambaye hana nafasi yote kwenye nchi, makosa yake hawezi akasababisha laana kwenye nchi. Ila kiongozi wa nchi kama rais, mbunge, spika, jaji, wale ambao wanasimama kwa niaba ya serikali, ni rahisi kuiingiza nchi kwenye laana, maana wanawakilisha nchi, wanasimama kwa niaba ya nchi mbele za Mungu. Sasa Mungu ambacho anakifanya sasa, anaanza kuwaonyesha chanzo kosa, ili angalau apate watu watakaosimama kwa ajili ya nchi. Mimi nilisimama kama ambavyo nilisimama mimi kwa ajili ya familia yetu, kadhalika inapokuja swala la nchi, Mungu anatafuta watu ambao watasimama kwa ajili ya nchi, ili asilete hiyo laana iliyosababishwa na viongozi. Akimkosa huyo mtu, basi laana inakuja. Mnakumbuka kwenye maandiko, Kani alisababishwa Israeli wapigwe na Yoshua akiwemo. Kuwepo kwa Yoshua hakukumzuia Mungu asiwapige Israeli, bali walipigwa kwa sababu wamekubali kwa sababu katikati yao kuna mtu ambaye amemkosea Mungu. Naomba nirejee andiko kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari mtaanzia wa 14, ingawa mtaanza wa 10. Neno la Mungu linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Naona kwa maandiko anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina watajinyenyekesha na kuomba. Kwa njia mojawapo ya kuponya nchi ni kumrudia Mungu, ni kwenda mbele za Mungu, kumuita Mungu. Kama ambavyo unaweza kumuita Mungu kwa ajili ya maisha yako binafsi yanapokuwa kwenye vifungo, ndivyo ambavyo hata nchi inaweza ikawa kwenye vifungo. Kwa hiyo kama ambavyo unaweza kaomba kwa ajili ya shida yako, ndivyo ambavyo ili uondoe kifungo cha nchi, lazima muinuke muombe kwa ajili ya nchi. Sasa kinachoendelea Tanzania leo, wengi wataishia kupata laana kwa sababu hawajui ni nani aliye nyuma ya hiyo vita inayoendelea kati ya utawala wa Rais Samia na hicho kinachoendelea. Ndio maana kuna wahenga walisema, usiingilie ugomvi usioujua. Watu wengi wanachagua kuwa upande wote kwa sababu ya maslahi yao, lakini kabla hujaingia kwenye vita yote, angalia ni nani aliye nyuma hiyo vita. Kama huko nyuma ya hiyo vita sio mtu tu, bali kuna Mungu, achana na hiyo vita. Acha kumsupport huyo mtu, maana utaishia kuaibika pia. Utaishia anguko. Haya. Ninaomba
Naomba nimalizie kwa andiko hili, linaweza likawa refu, lakini Mungu anisaidie kulifupisha. Kwenye kitabu cha Wafalme, nitamtumia Ahabu kuelezea kile ambacho kinaendelea kwenye utawala wa Rais Samia, na lengo tunaposema ili angalau Rais Samia apate nafasi ya kujichunguza wapi ambapo alikosea. Yeye anajua moyoni mwake, na mimi sitaki kusema mengi. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Hata kama Mungu akikufunulia kitu, kuna wakati Mungu anasema nasi kwa ndoto, kuna wakati Mungu anasema nasi kwa sauti ya ndani, na ukimuuliza mtu private anakwambia ni kweli hiki. Haya, mimi naomba tu nitumie hekima kutumia andiko hili. Kuna mtu mmoja anaitwa Ahabu. Ahabu alipenda shamba la mtu mmoja Nabothi, kwa akalitaka, lakini Nabothi akamnyima. Basi nitasoma Wafalme wa Kwanza sura 21 mstari kuanzia wa kwanza. Nasema, ikawa baada ya hayo, Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya mfalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Nabothi akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi. Ukipenda nitakupa fedha sawasawa na thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Haya, nitalukia mstari wa 5. Nasema, lakini Yezebeli mkewe sasa Ahabu akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabothi Myezreeli nikamwambia, unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, na ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Haya, naomba nisisome ili nisome sana mtaendelea, lakini kwamba Yezebeli akamwambia, yani wewe Nabothi ndo akusumbue. Alichokifanya, akaandaa watu wakamuua Nabothi. Alafu alipomuua, ngoja nilisome ile andiko nani alivyomwambia. Mstari wa 7. Yezreeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako furahi, nami nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Yezreeli. Nabothi Yezebeli alichofanya, akaandaa watu ambao wakaleta mashtaka ya nini, na baadaye wakafanikisha kumuua Nabothi. Na litafutalia andiko ya mstari wa 15 nasema, ikawa Yezebeli aliposikia kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka ulitamalaki shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli alilokataa kukupa kwa fedha, maana Nabothi hako hai lakini amekufa. Unaona, wao walizani kufa kwa Nabothi, kutokuwepo kwa Nabothi kunawapa uhalali wa kumiliki shamba la Nabothi. Hakujua kwamba nyuma ya Nabothi, nyuma ya mmiliki wa shamba Nabothi, kuna mmiliki wa Nabothi. Yaani nyuma yetu wanadamu kuna mmiliki wetu wanadamu ambaye ni Mungu aliyetuumba. Kwa yeyote tunayemuua, usidhani ya kwamba amejileta duniani, ameletwa na Mungu. Kwa nyuma ya kila mwanadamu mmiliki wake ni Mungu. Kwa hiyo unapomuua mwanadamu ambaye mmiliki wake ni Mungu, na umemuua bila uhalali, bila kosa lolote, bila hatia, ujue ya kwamba hujamaliza kazi, kwa sababu umemuua mwanadamu ambaye anaweza kufa, lakini huwezi kumuua Mungu. Kwa Mungu atabaki. Haya, ninaomba nitarukia mstari wa mwisho kabisa. Nitarukia sura 22 mstari wa 20. Inasema, Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramothi Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi, naye na huyu akasema hivi. Haya, kabla hili andiko
Ahabu aliwahi kujinyenyekeza mbele za Mungu, sura 21 mstari wa 27. Baada ya kusikia kwamba Mungu ametangaza adhabu juu yake, akajinyenyekeza. Mungu akamsamehe kwa muda, akadhani kwamba amemaliza, lakini Mungu akamwambia, Mungu akasema ni nani? Mstari wa 22. Sasa hapo Nabothi ameendelea na Ahabu ameendelea na maisha yake, anaenjoy na shamba analimiliki, anajua hata Mungu amenisamehe, maisha yameendelea, hakuna chochote ambacho kimetokea. Lakini kumbe Mungu bado alikuwa mtetezi wa Nabothi. Kwa hiyo sura 22 tunaona Mungu anauliza ni nani atakayeenda kumdanganya Ahabu apande akapigane ili akafe huko. Haya, nikirejea mahali hapa, inawezekana kabisa sisi tunaouona huu uovu, vita hii tunayoiona, tunaweza tukasingizia labda ni kwa sababu ya uchaguzi, kwamba jina lake lilipendekezwa kugombea, labda angeacha kugombea angekuwa salama, au angeacha kuua raia kipindi kile cha maandamano angekuwa salama, au angeacha kumfunga Tundu Lissu. Lakini wakati mwingine tusijue ya kwamba inawezekana haya ni matokeo tu, lakini huko nyuma yamkini kuna chanzo. Yaani Mungu yuko hivi, unaweza ukafanya uovu na akakupa muda wa kutengeneza, hata kama miaka 4. Kwa inawezekana kabisa hata ule muda ambao umekuwa kiongozi, ukawa kiongozi, kumbe unatembea kwenye kifungo chako na Mungu bila wewe kujua, na ukaenjoy kama ni urahisi, ukaenjoy urahisi, ukaenjoy, lakini kumbe Mungu anasema bado na kusubiri utengeneze au ufe, maana Mungu sio mwanadamu. Haya, hitimisho langu ni ninapoenda sasa kuomba, nina mambo mawili. Cha kwanza, Mungu sio mwanadamu, yeye anaweza akasamehe. Kama alimsamehe Ahabu ambaye alikuwa amefanya uovu mkubwa, bado yeyote ambaye anajua ya kwamba kwa nini uongozi huu wa Samia uko hivi, yote ambaye anajua kuna mahali nilifanya uovu, una nafasi ya kutubu. Daudi alipomkosea Mungu, Mungu alimpa achague adhabu, either aanguke mikononi mwa Mungu kwa siku 3 tauni, au Mungu alete njaa kwa miezi 3, au afukuzwe na jeshi kwa miaka 7. Kwa hiyo kadhalika wale ambao unajua kabisa kuna mahali nilishiriki uovu, toba yako kwa Mungu itakuweka mahali fulani, hata kama haitaweza kabisa kufuta makosa yako, adhabu yako, ila kuna mahali Mungu hupunguza adhabu. Kwa hiyo huu ni wakati wa kutengeneza. Itafika wakati ambapo aibu yenu itakuwa ni kubwa, na sisi tunaowaambia ni tunawapenda, ndiyo maana Mungu anatutuma kama sauti yake ili tuwaambie. Kwa hiyo msiposikia sisi tutakuwa tumenawa, mmewafunga watumishi wa Mungu, lakini hamwezi mkamfunga kila mtu. Hata kama mimi mkinifunga, ingawa Mungu kwenye safari yangu huwa ananionyesha kitu kabla sijamaliza. Kwa hiyo Mungu alinionyesha ya kwamba nimemuua mbwa, na baada ya hapo akatokea Gwajima. Hilo ndio ninalomwamini Mungu. Kwa hiyo hauwezi ukaua watumishi wote wa Mungu. Hata kipindi cha Ahabu hakuua watumishi wote, Elia alibaki. Kwa kuna watumishi watabaki, kuna wengine 7,000 na ngapi walibaki. Naona. Kwa hiyo kinachotakiwa sio kuendelea kwa zuia. Unajua kama vita ya utawala wa Samia ingekuwa kati yake na Chadema, basi alipomfunga Tundu Lissu, basi vita ingekoma. Kama vita yake ilikuwa ni kati yake na wanaharakati, basi walipowafungia akina Mange Kimambi, Malia Salungi na wengine akina Sativa, kina Nuru, sio akina nani, basi yangeisha. Lakini hamna. Ugomvi wa utawala wa Samia sio ugomvi kati yake na watu, ni ugomvi kati yake na Mungu. Kwa hiyo anaweza akawa salama kwa kutengeneza, lakini pia Mungu alionyesha kwamba ni wakati anafanya jambo lake. Kwa hiyo ilikuwa kwake pia ni